Kikundi cha vijana wachapakazi Nyangai kilichopo kata Sabasaba halmashauri ya mji wa Tarime mkoani Mara kimeguswa kutenda matendo ya huruma kwa jamii. Leo hii kikundi hiki kikiwa kimeambatana na wanachama wote pamoja na viongozi mbalimbali wa serikali kimefika katika hospitali ya mji wa Tarime iliyopo kata Bomani kwa lengo la kutoa msaada kwa wakina mama wajawazito pamoja na wagonjwa hospitalini hapo. Wakizungumza wakati wa kukabidhi msaada huo uliojumuisha vitu mbalimbali ikiwemo sabuni za unga, juisi, pampasi za watoto, wamemtaja mfadhili wa tukio hilo kuwa ni mfanyabiashara na mkurugenzi wa Mama Lea Hardware maarufu kama Mama Lea. Pia waliainisha baadhi ya wadau walioshirikiana nao katika kuhudumia jamii. Butiku Masaku ni mwenyekiti wa kikundi cha vijana wachapakazi Nyangai, anaeleza lengo lililowapelekea kufanya matendo haya ya huruma hasa wakati huo kuelekea sikukuu ya Pasaka mara baada ya mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, pia akitoa ombi kwa serikali pamoja na vijana kuendeleza ushirikiano wa kijamii. Kwa majina naitwa Butiku Masaku Mwita, ni mwenyekiti wa kikundi cha vijana wachapakazi Nyangai. Leo tarehe 29 mwezi wa 3 mwaka 2025, umoja wetu umekuja kutoa msaada wa vitu mbalimbali ambavyo tumevitoa siku ya leo katika hospitali yetu ya wilaya ya Tarime. Tunamshukuru Mungu kwa kutupa afya njema, kwa sababu siku hii ilikuwa ni siku ya muhimu, tumeipanga kwa muda mrefu, lakini Mungu ametusaidia, tumeambatana wana umoja wote ambao Mungu ametutia nguvu na tunaendelea kumshukuru. Lakini pia tumshukuru Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa vitu anavyovifanya katika taifa letu la Tanzania. Tunamuunga mkono kwa sababu amewekeza fedha nyingi kwa vijana ili waendeleze umoja ambao unaoshikamana kufikia malengo na ndoto zetu. Lakini pia tumshukuru mkuu wetu wa wilaya ya Tarime kwa kazi nzuri anayoifanya katika wilaya yetu ya Tarime kwa kusimamia ulinzi na usalama, ambapo anafanya kazi nzuri sana. Lakini pia tumshukuru mwenyekiti wetu wa halmashauri kutupokea ndani ya halmashauri yake na ametuunga mkono vizuri kabisa, na ili zoezi ametusaidia, ametupa support kubwa. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Tobias. Lakini pia tushukuru madiwani wetu wa kata ya Bomani, Mheshimiwa Mseti kwa kutunga mkono kwa nafasi ambayo siku ya leo ameungana na sisi kutoa msaada. Lakini pia tumshukuru diwani wa viti maalum kwa kutufikia na kutuunga mkono. Lakini pia tumshukuru mgeni rasmi ambaye mama yetu mpenda maendeleo ya Tarime, ambaye anajua ni nini maana ya kutoa chochote alichonacho hata kama Mungu amembariki. Tunamshukuru Mama Lea, ni mtu ambaye ametupa support kubwa katika jambo letu ili ambalo leo siku ya leo tumeenda kulifanya. Lakini nimshukuru pia mgeni ambaye ni mkurugenzi wa Mara Line kwa kutushika mkono, na niwashukuru wadau mbalimbali ambao wametushika mkono. Nimshukuru Kasimiri ametushika mkono kwa tukio hili la leo, na nimshukuru Komote ametushika mkono kwa tukio la leo. Lakini napoenda kumalizia ili nimlete mgeni rasmi kutoa shukrani, nipende tu kusema tunamuunga pia waziri wetu wa ulinzi. Juzi ametoa msaada mkubwa wa simenti kwa bunge wote wa mkoa wa Mara, na sisi tumeona kama vijana wachapakazi tumuunge kwa nafasi hiyo aliyoitoa ndani ya mkoa wa Mara. Ninaamini tutalijenga taifa letu. Lakini pia nitoe ushauri kwa vijana, hebu tuunde vikundi ambavyo vitaenda kusaidia vijana kama sisi vijana wachapakazi tunachokifanya, ili serikali tuone kwa jicho la pili na kutusapoti. Asanteni sana wana umoja. Na umoja, nguvu moja. Tunyoshe mkono kwa heri ya Mwenyezi Mungu. Asante. Viongozi mbalimbali akiwemo diwani wa kata Bomani Mseti Gotola pamoja na Nuru Hondi diwani wa viti maalum wamesema kuwa wamepokea tukio hilo kwa moyo wao wa kusaidia jamii. Kwa majina naitwa Mseti Gotola, diwani wa kata ya Bomani, ambapo nimejumuika leo na kikundi hiki cha umoja wa vijana wachapakazi wilaya ya Tarime kwa kuja kushiriki nao kwenye kitendo la huruma hili la kuja kuona wazazi na kuwapa chochote kitu. Hili ni tendo ambalo hata kwa Mwenyezi Mungu lina baraka. Sio kwa sababu wanacho kikubwa, sio kwa sababu ni matajiri, ni kwa sababu ya moyo
kwa sababu ya utu, kwa sababu ya ubinadamu. Wakaona kwamba leo ni jambo la heri kuja kushiriki na wazazi wetu hawa, wakina mama zetu ambao wapo kwenye shughuli hii ambayo inaendelea kama mnavyoona. Wakaona ni wawape wanachoona kwamba kinafaa kuwapa. Ndugu zangu, mimi niwapongeze sana wana Umoja. Jambo hili ni jambo ambalo lina mibaraka ya Mwenyezi Mungu, lakini pia niwasisitize tu wale vijana wenzangu wenye vikundi vingine ambavyo wako bado majumbani huko, sasa waige mfano wa kikundi hiki. Hawana, lakini wamejichanga kwa kidogo kidogo, wakaja kuwaona mama zetu hawa, ili kwamba kesho na kesho kutwa pia nao washiriki kwenye tukio kama hili. Sio lazima waje kwenye hospitali yetu hii. Kuna sehemu nyingi, kuna vituo vya watoto yatima, kuna magereza, kuna makanisa na sehemu tofauti tofauti. Kwa mimi niwapongeze sana kwa tukio hili, lakini pia niwatie moyo kwamba isiwe hapa tu na lisiwe tendo la siku moja, lianzie hapa na kwenda mbele. Nuru Laurent ni diwani wa viti maalum, pia nimemwakilisha mwenyekiti wetu wa halmashauri. Lakini nasema hili kwa sababu za msingi. Hiki kikundi kinatoka kwenye mtaa wangu. Ni vijana wangu wachapakazi, lakini ni kweli wanafanya kazi. Wamejitahidi sana, wametengeneza sehemu yao, wanakusanya taka ngumu. Hata kwa wale ambao walikuwa hawawajui, kupitia hili natamani wawafahamu, ili wanapotupa takataka zile ngumu kama ndoo zilizoharibika, chuma na nini, wakumbuke kuna vijana wanakusanya taka kama hizo. Na pia hii ni sehemu ya kutafuta mtaji. Ni kazi ambayo ni kazi nzuri kabisa unayoifanya, na mimi nawapongeza kwenye hili. Kwanza ilikuwa ni akili kubwa sana kugundua kwamba kuna hiki kinafanyika na sisi tukifanya. Mimi nawapongeza vijana. Lakini msiishie hapa tu leo. Hili jambo mlilolifanya la tendo la huruma liendelee, iwe mwendelezo kwa maeneo mengine, makanisani, kuna watoto wa mitaani. Natamani hata vijana wengine na makundi mengine wangeiga kutoka kwenye kikundi hiki. Mimi niwapongeze sana na Mungu awabariki. Tuko pamoja, tutashirikiana kwa kila hatua. Asanteni. Afisa kutoka ofisi ya maendeleo ya jamii halmashauri ya mji wa Tarime alihimiza vijana kuchangamkia fursa za mikopo zinazotolewa na serikali. Kwa majina naitwa Ibrahimu Elia Beni. Mimi ni afisa maendeleo ya jamii halmashauri ya mji Tarime. Hichi kitendo alichokifanya hapa hakitaishia siku ya leo na wala hakitaishia hapa. Ni kwamba ni mwendelezo ambapo wataenda na sehemu zingine kuwagusa wale watu wenye uhitaji. Mwakilishi wa mkurugenzi wa Mama Lea Hardware Sabato Amosi, ambaye pia ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Sabasaba, akaeleza sababu za mkurugenzi kuguswa katika majitoleo kwa jamii. Sabato Amosi Marwa. Nimesimama hapa kwa niaba ya mgeni rasmi ambaye ni ndugu yetu Mama Lea Hardware. Nimekuja hapa kushirikiana na kikundi hiki cha chapakazi vijana ambacho kiko kata ya Sabasaba, mtaa wa Nyangai. Nimejaribu kupitia hapa, nimeona ni kikundi ambacho hakina muda mrefu sana kulinganisha na vikundi ambavyo ni vikongwe vyenye miaka 15 huko nyuma, lakini kwenye historia vijiwega fanya tendo kama hili. Nichukue nafasi hii kwanza kuwapongeza vijana chapakazi kwa hiki mlichokifanya. Yawezekana mkaona ni jambo dogo, lakini ni jambo kubwa sana kwenye matendo ya huruma. Na hasa tunapoelekea kwenye sikukuu za Pasaka, lakini vile vile mwezi huu tulikuwa na sikukuu zaidi. Kwa hiyo bado tunaendelea kutimiza malengo yale ya tendo ya huruma kama tulivyokuwa tukiabudu wakati wa mfungo na pale tunapoelekea kwenye sikukuu za Pasaka. Mwisho niseme ya kwamba tuna kila sababu ya kuendelea kuisaidia jamii yetu ya Tarime. Tumekuwa tukisikia wadau mbalimbali wanajaribu kuisupport serikali. Tumekuwa tukimsikia Chacha Soya, lakini leo hii sasa tunamsikia na Mama Lea. Na si kwamba ameanza leo tu. Mama Lea amekuwa mdau katika mji wetu wa Tarime. Amekuwa akisupport shughuli za maendeleo sehemu mbalimbali. Kwa hiyo nitoe wito kwamba wadau wote wanaojisikia kuisaidia jamii yetu basi wajitokeze, kwa sababu Tarime yetu itajengwa na watu wa Tarime. Licha ya kwamba serikali inapambana na sote ni mashahidi, Bomani sasa hivi imebadilika. Tunaona majengo mengi na watumishi tunawaona wapo wanajaribu kuwajibika. Kwa hiyo niseme ya kwamba tutaendelea kushirikiana na wote watakao tuhitaji katika kuisaidia jamii yetu ya Tarime. Baada ya kusema hayo, niwashukuru sana. Hata hivyo, pongezi nyingi zikatolewa kwa kikundi hiki kwa msaada uliotolewa
kama anavyosema mmoja wa kina mama waliokuwa hospitalini kujifungua pamoja na muuguzi wa zamu. Kwa niaba ya uongozi wa hospitali hiyo akatoa shukrani maalum kwa jitihada hizo. Kwa majina naitwa Neema Alex nashukuru kwa zawadi mlizotuletea katika hiyo hospitali. Mungu awaongezee mlipotoa. Amina. Jina naitwa Paulina Emmanuel Kusi, ni nesi wodi ya wazazi. Nashukuru kwanza kwa siku ya leo, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa uhai. Lakini tunashukuru pia kwa kutembelewa na wageni wetu wa kikundi cha Umoja wa Chapakazi Vijana. Umetufikia siku hii ya leo, tunawashukuru kwa upendo wenu na kwa zawadi hizi ambazo mmekuja kwa ajili ya matendo ya huruma kwa wazazi wetu na wamama waliojifungua. Mungu awabariki pale ambapo mmetoa, mkaongezewe tena. Sambamba na matendo hayo ya huruma katika hospitali ya mji wa Tarime, kikundi hicho cha vijana pia kimeguswa kutoa msaada wa vitu mbalimbali katika gereza la wilaya Tarime kwa lengo la kuwakumbuka ndugu zao wafungwa pamoja na mahabusu, ambapo waliweza kutoa sabuni za miche, homo pamoja na dawa za miswaki. Kaimu mkuu wa gereza la wilaya Tarime akapokea kikundi hicho pamoja na viongozi wa serikali na kutoa shukrani zake za moyoni kwa msaada uliotolewa. Kwa majina naitwa mrakibu msaidizi wa magereza Joseph Mayala Yona, ndio kaimu mkuu wa gereza Tarime. Mimi niwashukuru sana hiki kikundi cha vijana wachapakazi leo kufika hapa magereza kwa ajili ya kutoa misaada ya kibinadamu. Kitendo hichi ni cha kuigwa na watu binafsi, taasisi zingine, kuweza kuwajulia hali wafungwa na mahabusu walioko gerezani, kwani nao bado ni sehemu ya jamii. Rudi kuungana na jamii. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwapongeza kwa msaada huu. Ni msaada mkubwa, sio msaada mdogo, kwa sababu mngeweza kupeleka sehemu nyingine msaada huu, lakini mmeamua kuleta magereza. Kwa hiyo nawashukuru na wakaribisha tena kwa awamu nyingine mtakapofika hapa. Kama mna misaada, karibuni sana. Tumeanzia hospitali ya wilaya yetu ya Tarime kwa kuona wajawazito pamoja na kina mama waliojifungua, lakini pia tumefika katika gereza letu la Tarime. Tunaamini sote hizi sehemu zote ni za binadamu. Kwa hiyo nitoe tu wito kwa vikundi, watu mbalimbali, tuendelee kushirikiana, tuendelee kuthaminiana, hasa katika tunapoelekea kwenye sikukuu zetu za Pasaka. Ni vyema tukao tunatoa matendo ya huruma na kuwajali wenzetu. Kwa niaba ya Mama Maria niseme ya kwamba tutaendelea kushirikiana na tuko pamoja. Asanteni sana. Tumeanzia hospitali ya Bomani, tumetoa msaada. Sasa tunahitimishia magereza. Kama vile mkuu wa magereza alivyotupokea, tunakushukuru sana msaidizi wa magereza, na tunasema sisi kama vijana wachapakazi hatuishii hapa. Tutaendelea kugusa taasisi zote za kijamii ambazo zinawezekana, lakini pia tumshukuru mkuu wetu wa wilaya, tena niendelee kumshukuru kwa mwongozo mkubwa aliotupa na kutufikisha hapa, lakini pia niendelee kumshukuru waziri wetu wa ulinzi, naye amezidi kutushika mkono zaidi. Pende kuwashukuru wote waliotushika mkono, na sisi kama vijana wachapakazi tunaamini tutajenga nchi yetu kwa amani na upendo. Asanteni. Kikundi cha vijana wachapakazi Nyangai ni miongoni mwa vikundi vya vijana vinavyotajwa hasa hapa Tarime mjini mkoani Mara, ambapo kimeendelea kufanya shughuli mbalimbali za kijamii ikiwemo kutenda matendo ya huruma kwa makundi mbalimbali yenye uhitaji. Kwa habari mbalimbali endelea kufuatilia Mara Digital.